Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar, ambaye pia ni Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Wananchi CUF Zanzibar, ambaye pia ni waziri mwakilishi wa jimbo la Mtoni, Mheshimiwa Nasor Ahmed Nasor, mkurugenzi wa mipango na chaguzi ambaye ni mwakilishi jimbo la Chake Chake, Mheshimiwa viongozi wa chama, waheshimiwa wanahabari, asalamu alaykum. Habari za asubuhi. Waheshimiwa wanahabari, huu ni mkutano maalum ambao Mheshimiwa Katibu Mkuu ambaye Makamu wa Kwanza wa Rais wa Zanzibar tazungumza na nyinyi wanahabari, jambo ambalo kwa kipindi kirefu haja kukutana na nyinyi kwa wingi wa kiasi. Lakini leo katika mkutano wetu huu, Mheshimiwa Katibu Mkuu atakuwa na masuala mahususi aliyoandaa kwa ajili ya kuzungumzia. Najua mna hamu sana ya kuwa naye Maalim Seif, kwa nyinyi hamtosheki, masaa mawili matatu hata 10 mtapenda mkae naye. Lakini kwa leo tungekuombeni baada ya maelezo yake basi tujikite kwa yale yaliyotuandalia leo, ila tunakuahidi kama mlivyosikia na vyombo vya habari tukaripoti hivi karibuni, ametangaza nia na utaratibu wa chama utakapokamilika, na hatusita kuwa na mkutano maalum kati yenu wanahabari na yeye, ili sasa ni ya uelewe yote yale ambayo mnahisi anastahili kuulizwa, anastahili kutolewa ufafanuzi. Baada ya kusema hayo, amin, haya ambayo atakayoyazungumza basi taifa la Tanzania na ulimwengu mtalihabarisha liweze kupata taarifa kupitia vyombo vyao. Karibuni nyote. Mheshimiwa, karibu. Tunaomba simu zetu ama tuziweke katika hali ya utulivu au tuzifunge kabisa na mambo. Waheshimiwa waandishi, habari gani? Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, waheshimiwa viongozi, ndugu zangu waandishi wa habari, asalamu alaykum. Kwanza kabisa hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kukutana wakati huu katika eneo hili kwa ajili ya mkutano huu maalum na waandishi wa vyombo vya mbalimbali vya habari vya ndani na vya nje. Ndugu wanahabari, kama sote tujuavyo, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika tarehe 25 Oktoba 2015 kama ilivyokwisha kutangazwa na tume za uchaguzi. Ndugu wanahabari,
uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wa aina yake na ni wa kipekee kutokana na ukweli kwamba Watanzania sasa wameungana kutaka mabadiliko ya dhati na ya kweli, na wamejiandaa kukiondoa madarakani Chama cha Mapinduzi CCM ambacho kimesaliti dhamana kiliopewa kuongoza na badala yake kujikita katika ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka, huku wakijinufaisha wao, familia na marafiki zao. Kwa upande wa Zanzibar, Wazanzibari wameamua kujiunga na wimbi la kihistoria la kudai na kupigania kurejesha mamlaka kamili ya Zanzibar chini ya chama cha wananchi CUF, kwa kuzingatia siasa za kistaarabu, demokrasia, umoja wa kitaifa na kuweka mbele maslahi mapana ya taifa letu. Hata hivyo, wakati nchi ikishuhudia vuguvugu hilo, tume za uchaguzi hapa nchini, kwa maana ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC, ambazo ndizo zilizopewa mamlaka kikatiba na kisheria kubeba dhamana ya kuendesha na kusimamia chaguzi katika nchi zetu, zinaonekana bado zinashindwa kuachana na maradhi sugu yanayozikabili ya kutumiwa na CCM na wao kukubali kutumika kukandamiza maamuzi huru ya wananchi. Leo hii tumeamua kuwaita hapa kuzungumza hali halisi ya utendaji wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, na hasa tunapoelekea uandikishaji wa mwisho wa wapiga kura kabla ya uchaguzi huo, uandikishaji ambao umepangwa kuanza tarehe 16 Mei na kumalizika tarehe 28 Juni mwaka huu. Ndugu wanahabari, mbali na ukweli kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka huu utakuwa ni wa 5 tangu kurejeshwa kwa mfumo wa siasa za vyama vingi nchini, dalili zote zinaonyesha kuwa hakuna nia ya dhati ya kustawisha demokrasia kupitia msingi wake muhimu ambao ni uchaguzi tulioamua kufanyika kila baada ya kipindi cha miaka 5. Tunasema hayo kutokana na hadaa nyingi zilizojitokeza awali na wakati huu tunapojitayarisha kuingia katika uandikishaji wa mwisho wa wapiga kura katika daftari la kudumu la wapiga kura. Mtakumbuka kwamba chaguzi zote za Zanzibar kuanzia ule wa mwaka 1995, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2010 ambao kwa kiasi ulikuwa huru lakini usio wa haki, zilikabiliwa na kukumbwa na kasoro kadhaa kubwa, kama vile uandikishwaji wa wapiga kura zaidi ya mara moja, uandikishwaji wa wapiga kura wasio wakazi katika eneo la uandikishwaji, hasa vikosi vya ulinzi na usalama kwa upande wa Zanzibar, uandikishwaji wa wapiga kura walio chini ya umri na kunyimwa kwa baadhi ya wapiga kura haki yao ya msingi ya kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Pale yote hayo yaliposhindwa kufikia lengo lilokusudiwa la kuipa ushindi haramu CCM kupitia wapiga kura haramu, basi nguvu zilitumika na mwishowe matokeo ya uchaguzi kubadilishwa na kumtangaza aliyeshindwa kuwa mshindi. Ndugu wanahabari, mtakumbuka vyema jinsi nchi yetu ilivyokumbwa na balaa na maafa yaliyosababishwa na kasoro hizi za uchaguzi ambazo kwa kiasi kikubwa zinaratibiwa na wasaliti waliotanguliza mbele maslaha yao binafsi na kufanikishwa na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC
iliyokubali kutumiwa kuhujumu, kudhalilisha na kukandamiza demokrasia nchini. Kutokana na ukweli huo, ni vyema tukatambua kwamba mizozo yote ya kisiasa Zanzibar huanzishwa na kuchochewa na ukiukwaji wa sheria na taratibu za uchaguzi zilizowekwa, hasa kuanzia hatua ya uandikishwaji wa wapiga kura, uhesabu wa kura hizo na utangazwaji wa matokeo ya uchaguzi. Matokeo ya vitisho, vipigo na mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia yaliyotekelezwa na jeshi la polisi tarehe 26 na 27 Januari 2001 Unguja na Pemba, na hatimaye nchi kuzalisha wakimbizi katika kambi za Shimoni na Dadaab nchini Kenya, ni sehemu ya matokeo mabaya na kumbukumbu inayoumiza katika historia ya nchi yetu, inayotokana na ukiukwaji wa sheria za uchaguzi, hasa uandikishaji wa wapiga kura kunakofanywa kwa maksudi na Tume ya Uchaguzi kwa lengo la kuibeba na kuisaidia CCM. Sote ni mashahidi wa jitihada kubwa zinazochukuliwa na zinazoendelea kuchukuliwa na Chama cha Wananchi CUF kila baada ya uchaguzi mkuu ili kuiepusha nchi na mawimbi mazito ya migogoro ya kisiasa, mipasuko ya kijamii na kuhuisha mahusiano ya kidiplomasia na mataifa washirika wa maendeleo kama ilivyoshuhudiwa miaka iliyopita kufuatia kuvurugwa kwa makusudi kwa chaguzi. Ndugu wanahabari, kama nilivyokwisha kueleza, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar imetangaza kuanza kwa zoezi la uandikishaji wa wapiga kura wapya katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar kuanzia tarehe 16 Mei 2015 na kumalizika tarehe 28 Juni 2015. Hii ndio kusema kuwa hatua za awali za matayarisho kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2015 zimeanza. Na katika muktadha huu wa kuwa na tume iliyoamua kuendelea kutumiwa kuingiza nchi katika vurugu za maksudi kwa sababu tu ya kutaka kukiridhisha Chama cha Mapinduzi ambacho hakitakiwi tena na wapiga kura, The Civic United Front CUF, Chama cha Wananchi kimeamua kuwaiteni wanahabari kwa lengo la kukuelezeni na kupitia nyinyi kuweza kuwaeleza wananchi na dunia juu ya mambo manne yafuatayo. Kwanza, uchafu uliomo katika daftari la kudumu la wapiga kura la Zanzibar kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kitengo cha sera, utafiti na mafunzo cha CUF. Pili, mipango ya uchafuzi inayofanywa sasa ya kuyarudia yale yaliyofanywa katika uandikishaji wa wapiga kura uliopita katika uandikishaji wa wapiga kura wapya unaotarajiwa kuanza wiki ijayo. Tatu, mpango wa kuchelewesha ukataji wa mipaka ya majimbo kwa shinikizo la Secretariat ya CCM Zanzibar. Na nne, kutofanywa marekebisho Secretariat ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar. Ndugu wanahabari, kwa hili la kwanza linalohusu uchafu uliomo katika daftari la kudumu la wapiga kura la Zanzibar, ili muweze kujionea wenyewe na kwa ushahidi na vielelezo yale niliyoyataja kabla, naomba nimpe nafasi mkuu wa kitengo cha sera, utafiti na mafunzo cha CUF, Mheshimiwa Hassan Jani Masud, awasilishe matokeo ya utafiti waliofanya katika daftari hilo ambao unabainisha kuwepo kwa wapiga kura wenye umri mdogo, wapiga kura walioandikishwa zaidi ya mara moja, yani multiple registration, wapiga kura waliokufa, wapiga kura ambao si wakazi katika maeneo waliojiandikisha mapandikizi, wapiga kura waliotumia majina au picha ambazo sio zao, idadi ya wapiga kura iliyozidi katika utolewaji wa vipande vya kura. Mheshimiwa Hassan, tafadhali. Mheshimiwa wanahabari,
habari, na furaha leo kuwasilisha sehemu ya utafiti wetu na uchambuzi wetu la kudumu la wapiga kura la Zanzibar. Utafiti huu au uchambuzi huu umefanywa mwanzoni kwa mwezi wa 8 mwaka jana mpaka mapema mwezi wa Machi mwaka 2015, na umefanywa na kitengo chetu cha sera, utafiti na mafunzo. Kwa hiyo karibuni. Hii ni sehemu ya wana utafiti wetu wakiwa vijijini huko kulihakiki daftari ambalo matokeo yake yanawasilishwa. Taarifa hii inatokana na utafiti uliofanywa na kitengo chetu na inakusudia kuonyesha udhaifu, upungufu na kasoro zilizomo ndani ya daftari la kudumu la wapiga kura Zanzibar, na umefanywa katika maeneo yote ya uchaguzi Unguja na Pemba. Ndugu wanahabari, daftari la kudumu ambalo tumelihakiki ni lile la mwaka 2010 ambalo hadi wakati tunalihakiki lilikuwa na wapiga kura 407,658 na ndio lililotumika katika uchaguzi wa 2010. Hivyo basi, utafiti huu uliofanywa na CUF umedhihirisha mbali ya displays zilizofanywa za wapiga kura na walioandikishwa, lakini pia kuhakiki na bado kuna idadi kubwa ya kura au wapiga kura wengi ambao hawastahiki kuwemo ndani ya daftari. Kwa hiyo taarifa yetu inajikita katika maeneo makuu yafuatayo. Kwanza, wapiga kura wenye umri mdogo kama tutakavyoona. 2, wapiga kura walioandikishwa zaidi ya mara moja. 3, wapiga kura ambao wamefariki na bado kadi zao au shahada zao zinatumika katika chaguzi mbalimbali. 4, wapiga kura ambao si wakazi katika maeneo walioandikishwa, maarufu tunaita ni watu waliopandikizwa katika majimbo ya uchaguzi. 5, wapiga kura waliotumia majina au picha zisizo za kwao. Na 6, idadi ya wapiga kura iliyozidi katika utolewaji wa shahada za kupigia kura. Mheshimiwa waandishi wa habari, 2013 Tume ya Uchaguzi Zanzibar iliandikisha wapiga kura wapya, lakini walipoenda kutoa vitambulisho au shahada za kupigia kura, idadi ni tofauti na walioandikisha, na taarifa zote hizi msingi wake ni Tume ya Uchaguzi. Lakini uzoefu unatuonyesha bara letu la Afrika, kumbe sio Zanzibar tu, ni sehemu kubwa ya Afrika inakumbwa na tatizo la uandikishaji wapiga kura wenye umri mdogo, na uzoefu wetu unaonyesha Nigeria katika maeneo ya Kano, Kasima, Bauchi, Niger, Kaduna na maeneo mbalimbali ya nchi hii tatizo hili lipo. Tuanze na sasa na wapiga kura wenye umri mdogo. Hawa tunakusudia kusema kwamba ni wale ambao wakati wa uchaguzi wa mwaka 2010 hawakustahiki kupiga kura kutokana na umri wao kutokukidhi mahitaji na matakwa ya sheria. Hata hivyo, waliandikishwa na data yetu zinaonyesha kwamba waliandikishwa na wamo katika daftari la kudumu. Daftari la kudumu la wapiga kura ambalo tumelihakiki kupitia wafanyakazi wetu na wakazi waliomo ndani ya shehia au vijiji na vitongoji, ambao wale tunawatumia wanaelewa vyema wapiga kura waliomo katika maeneo yao. Wameonyesha kuna idadi kubwa ya watu walioandikishwa tena mara 2 katika andikisho la 2013. Tatizo hili la wapiga kura walio chini ya umri limekuwa likifanywa na CCM kwa kushirikiana na Tume ya Uchaguzi kama mtaji wa kupora ushindi katika chaguzi mbalimbali katika historia ya taifa letu. Mfano, huyu kijana huyu, wenyewe wanahabari mkimwangalia, basi inawadhihirishia kwamba amerejeshwa umri
nyuma na inaonyeshwa kwamba amezaliwa 1989, lakini ukweli wa mambo, huyu mtoto alikuwa mdogo sana mwaka 2000. Wengine ni wamo wengi kweli. Mohamed Rashid huyo hapo. Sasa tutaona huko mbele inapotimia umri sahihi wanawafanya nini. Huyu yuko Misufini, eneo la Bumbwini, wilaya Kaskazini B, Unguja. Kwa hiyo wanatumika hawa katika eneo la Pangatubu kupiga kura mara 2 au kutokupiga kwa sababu wakiwa na umri ambao wasingestahiki kupiga. Mnamuona dada Mariam, ni mtoto wa shule. Hayo ndo manyago ya CCM. Wapiga kura walioandikishwa zaidi ya mara moja. Tumeona watoto na tunayo sample kubwa kweli ya watoto wenye umri mdogo, lakini tumeonyesha kama mfano ili muandike vizuri. Hawa ni wapiga kura walioandikishwa zaidi ya mara moja katika daftari la kudumu la wapiga kura. Kwa mujibu wa utafiti, wapiga kura hawa wamo tena ni wengi sana. Wapiga kura hawa wanaweza kuongezeka maradufu baada ya kupatikana daftari ambalo linajumuisha walioandikishwa mwaka 2013. Wakati tunafanya uhakiki wa daftari hili, tuliiomba Tume ya Uchaguzi Zanzibar itupatie daftari kwa mujibu ya walioandikishwa 2013. Lakini pamoja na kwamba sisi ni wadau wa siasa, lakini tume imetunyima. Kwa hiyo tukaamua kutumia sample ya 2010. Katika uandikishaji ule wa 2013, utafiti umebaini kwamba baadhi ya wapiga kura wenye umri mdogo walioandikishwa mwaka 2010 sasa wameandikishwa tena 2013 kwa sababu ndio wametimia umri. Waliwatumia 2010 lakini wakiwa na umri mdogo. Ilipofika 2013 vijana wale wameandikishwa tena kwa sababu ndio muda sahihi wa kuandikishwa. Rajabu Faki ametumika, tarehe zake za kuzaliwa mnaziona, lakini zipo picha 2, zipo kadi 2, shahada 2 anatumia Rajabu. Hata eneo hawakuweza kulibadilisha, wamebakisha pale pale Kilimani Matemwe, jimbo la Matemwe, wilaya ya Kaskazini A, Unguja. Walikuwa wanacheza na picha tu, kuisogeza karibu, kuizoom na kuirejesha, na ndio maana unamuona Rajabu kama anatofautiana, lakini Rajabu huyu ni Rajabu mmoja. Haya ndiyo matendo ya CCM kupitia Tume ya Uchaguzi. Mama huyu mnamuona akiwa na kadi ya kwanza hii hapa, lakini ana kadi nyingine hii hapa, na jina lake limebakia hivyo hivyo, na anatokea hivyo hivyo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura Zanzibar. Huyu aliandikishwa mwaka wa nyuma kwa kadi hii hapa, lakini tena ameandikishwa 2013. Alipoandikishwa kwanza alikuwa hajatimia umri sahihi wa kisheria kuandikishwa. Mwaka 2013 Nia Hassan Hamisi ndio ametimia umri sahihi na sasa ameandikishwa, na hivyo ana shahada 2 za kupigia kura. Hivyo ndizo sawa na Amina, na mfano wa Amina wako wengi katika daftari lile la kura Zanzibar. Na usione kwamba hili daftari linawaathiri tu Wazanzibari, hapana. Linakuathiri hata wewe uliye upande wa pili wa muungano, kwa sababu ili rais atangazwe wa Jamhuri ya Muungano ni pamoja na zile kura za Zanzibar. Na kura za Zanzibar NEC haina daftari, wanatumia daftari la ZEC. Sasa uhalali wa rais aliyeko katika madaraka ndio unahalalishwa kwa uharamu wa aina hii. Wapiga kura ambao si wakazi katika maeneo walioandikishwa, hawa ni wapiga kura ambao wameliandikisha katika shehia zisizo zao. Fursa hii ya kuandikishwa watu wa aina hii hutolewa na masheha ambao ndio mawakala wakuu wa uandikishaji. Hawa wakuu wa vijiji na vitongoji kule Zanzibar, masheha, ndio wanaotumiwa kama kielelezo cha uwakala na Tume ya Uchaguzi. Kwa hiyo wakala, kwa maana sheha, anapanga pamoja
pamoja na chama chake CCM, pamoja na secretariat au pamoja na tume ya uchaguzi, watu wangapi wapokelewe katika sheria yake, hata kama ni wageni waandikishwe kama ni wakazi wa aina kwa sheria au kijiji chake. Wapiga kura hawa ni wengi na kwa kiasi kikubwa wanapatikana katika kila jimbo, hasa katika majimbo ya Unguja ambayo CCM inaamini kwamba ndio ngome yake. Si sana kesi kama hizi kuzikuta Pemba, lakini ukija majimbo ya Unguja kama vile jimbo la Tumbatu, jimbo la Bububu na majimbo mengineyo ya wilaya ya kati, kesi hizi ni kubwa kweli na ni za kutisha. Utafiti umebaini kwamba baadhi ya watu hawa wanaingia katika orodha ya walioandikishwa zaidi ya mara moja, kama ambavyo nimetangulia kusema. Katika mgawano huu wa wapiga kura, zipo kesi mbili kuu ambazo zinaonekana katika uchambuzi wa daftari la kudumu uliofanywa na kitengo chetu cha sera, utafiti na mafunzo. Moja, kuna wapiga kura ambao si wakazi wa jimbo la Donge, wameandikishwa ni wakazi wa jimbo la Donge, lakini wameandikishwa katika jimbo la Tumbatu. Jimbo la Donge lipo wilaya Kaskazini B na jimbo la Tumbatu lipo katika wilaya ya Kaskazini A. Wanabadilishana mipaka, wanashare mipaka. Jimbo la Donge lina kura za ziada sana kwa ushindi wa CCM, lakini jimbo la Tumbatu lina upungufu mkubwa CCM kushinda. Kwa hiyo huwa wanatoa mzigo kwenda kusaidia upande wa pili, na hawa ni wengi, na tukipata nafasi mpaka majina yao na wapi wanaishi tunaweza tukaonyesha. Hivyo basi, katika shehia ya Pale na shehia ya Mto wa Pwani wapo wakazi wengi ambao si wa shehia hizo na wameandikishwa katika shehia hizo kwa ajili ya kuisaidia CCM katika jimbo la Tumbatu. Mpaka wakati tunafanya utafiti huu tulibaini watu 463 waliripotiwa katika kadhia hii, lakini ukweli wa mambo wapo kama watu 502 hadi tunaondoka ofisini ambao ni wakazi wa Donge na wameandikishwa katika jimbo la Tumbatu. Mbili, kuna wapiga kura kutoka majimbo tofauti ambao wameandikishwa katika jimbo la Bumbwini, shehia ya Kidaasini, eneo la Pangatuku. Hapa Pangatuku kuna wapiga kura karibu 700 mpaka 1000 huwa wanawekwa kama mzigo, si kuisaidia tu CCM katika ubunge, bali kutengeneza mazingira ya CCM katika urais wa Zanzibar na urais wa Jamhuri ya Muungano, wakati ambapo si wakazi wa shehia hiyo. Hadi wakati tunafanya utafiti tuligundua kuna watu 986 wako pale wamewekwa, na ukimaliza uchaguzi hawa huwaoni tena katika eneo hili, wanaita maruhani. Eneo la pili nyingine ambalo tunataka kuonyesha, tume ilipofanya ile display yake ya wapiga kura na daftari lilivyo, kila chama kiliruhusiwa kwenda kuona na kuweka pingamizi kwa wapiga kura ambao si halali. Kwa upande wetu kafu jimbo la Tumbatu tuna sampuli hii hapa. Tuliweka pingamizi katika kijiji cha Pale na tukagundua watu au wapiga kura walioandikishwa 225 kwamba si wapiga kura halali wa Pale. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba pingamizi zilizosikilizwa na tume ni 91. Mto wa Pwani pingamizi zilizosikilizwa na tume 19. Pingamizi zisizosikilizwa Pale 134. Na Mto wa Pwani zisizosikilizwa, yani tume haikutaka hata kusikiliza, pamoja na kwamba tumepeleka barua ya kuweka claim zetu na kudai, ni 44. Kwa ujumla unakuta wale zilizosikilizwa ni chache kuliko zile ambazo zimeachwa, na bado watu hawa wamo ndani ya daftari la kudumu la wapiga kura kule Zanzibar. Kwa bahati mbaya tume ilitupatia barua kwenda kuwaita wafike mbele ya tume, lakini mtu alithubutu kuichukua barua ya tume na kuichana, na wala hakuna hatua zozote za kisheria ambazo amevunja au amedharau dokumenti ya serikali. Kwa mchango wa mkuu wa mkoa wa sasa, zoezi hili likasitishwa.
wapiga kura ambao si wakazi katika maeneo walioandikishwa, mbali ya kesi hizo mbili ambazo tumezitaja hapo juu, wapiga kura wa aina hiyo katika majimbo kadhaa ambao pia wamegundulika kwamba si wakazi wa shehia hiyo walizojiandikisha bado wamebakia. Database yetu inaonyesha kuwepo kwa kundi kubwa la wapiga kura wasiopungua 6,000 ambao hawajulikani kabisa ni wakazi wa wapi na majimbo wanayohusika. Waheshimiwa wanahabari, kipindi hiki tulichokuwa nacho kule Zanzibar, tunashuhudia misafara mikubwa ya kuwahamisha au kuwapa transfer hasa wanajeshi wa jeshi la wananchi na polisi. Watu hao huwa wanaletwa katika vipindi hivi na kuandikishwa, na mara umalizikapo uchaguzi huwa wanaondoka. Hivyo basi watu hawa ukiwatafuta mara baada ya uchaguzi, huwajui jimbo lao ni lipi, wala huwajui ni wanatoka wapi. Na sasa zoezi hilo la kuwaleta wanajeshi linaendelea kule Zanzibar, si kwa ajili ya ulinzi, kwa sababu kule kungali salama, lakini kwa ajili ya shughuli maandalizi ya kuifanya CCM ishinde. La ajabu, wanajeshi wote hawa wanatumia rasilimali na kodi za wananchi. Utafiti unabainisha kuwa kati ya wapiga kura hao wamo wanaotoka kwenye vikosi vya ulinzi ambao wamejiandikisha maeneo yasiyo yao wanayoishi, lakini pia katika vituo vilivyo karibu na kambi za askari au kambi za jeshi. Dunia ndio iko hivyo. CCM na Tume ya Uchaguzi Zanzibar inazungumza na wafu na wanapiga kura kule Zanzibar. Hapo barabara la CCM liko sehemu hizo. Wapiga kura waliokufa, hao ni wapiga kura ambao wamekufa miaka michache iliyopita, na baadhi yao wamekufa muda mrefu sana, na bado Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar inaendelea kuwaacha kwenye daftari kwa lengo ili kura zao ziendelee kutumiwa na kupigwa na CCM kwa utaratibu wanaouelewa wenyewe. Utafiti wetu umebaini kuwa katika mazoezi yote katika mazoezi mbalimbali ya display ya daftari la kudumu, wakazi wa majimbo wamekuwa wakitoa taarifa kwa tume juu ya kuwepo kwa wapiga kura wasiokuwa halali. Hata hivyo, tume imekuwa ikiendelea kuyaacha na kuyabadilisha majina hayo bila kufanyia kazi, pamoja na taarifa walizopelekewa, na hivyo kuiacha sheria kuwa haitumiki. Maanake wao wanatakiwa waitii sheria na wawasikilize watu na wadau wao wa siasa, kila wanapoainisha jenge hoja tukubaliane nani hastahiki aweze kuondolewa. Mbali na wananchi kutoa taarifa, masheha ambao ndio mawakala wa kutegemewa na wa kuaminika wa Tume ya Uchaguzi wakiacha taarifa za vifo za tume kwa Tume ya Uchaguzi ili kuhakikisha kwamba namba ya wapiga kura waliokufa inaendelea kuinufaisha CCM. Taarifa za vifo zimo kwa wakuu wa vijiji wa masheha, lakini sheha hapeleki taarifa za waliofariki ili kuhakikisha idadi hiyo na majina hayo yanaendelea kuinufaisha CCM. Hii ni kwa sababu kura hizi hupigwa hasa katika maeneo ambayo ni ngome ya CCM. Shahada zote ambazo watu wamefariki hazitupwi na tume, na tume huzitambua kupitia masheha, na masheha huzikusanya na kuzipeleka katika ofisi za CCM na zikatumika katika sehemu ambazo ni ngome za CCM. Kwa ujumla, tume yetu inatumia rasilimali zetu. Bajeti ya ujumla ya Tume ya Uchaguzi kwa uchaguzi uliopita 2010 ilikuwa ni shilingi bilioni 6,309,746,752. Hii